Mashirika ya ujasusi ya nchi za Magharibi yamewafundisha watu wanaochochea watu wa Ukraine kufanya uchokozi katika vinu vya nyuklia vya Urusi. Mwakilishi wa kudumu wa Moscow kwenye UN wa kuitwa Vasily Nebenzia amesema hivyo, ambako majaribio ya Ukraine ya kulenga vituo vya nyuklia ndani ya Urusi ni yasiyowazingira na yanaweza kuishia kutumbukia bara la Ulaya katika jinamizi la mionzi. Nebenzia alionya wakati wa mkutano usio rasmi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Ijumaa wiki hii. Kabla sijasonga mbele, na wakumbusheni ya kwamba taarifa hizi pia kutoka Urusi, Ukraine, lakini pia vita Mashariki ya Kati, yani Israeli, Lebanon pamoja na Irani. Matukio hayo pia nimekuwa nikiyaweka moja kwa moja kabisa ama kwa uzuri kabisa kutoka huko Mashariki ya Kati na Urusi na Ukraine kwenye grupu la WhatsApp. Unaweza sasa kujipatia taarifa hizo na matukio hayo moja kwa moja kutoka mstari wa mbele kwa njia ya WhatsApp, ambako unaweza ukajiunga moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 1000 kama pia kigezo cha kupata taarifa na matukio hayo ya kivita kupitia nambari ya Tigo Pesa. Sasa unaweza ukakamilisha malipo hayo kwa nambari hii ya 0679619650, yani 0679619650. Basi pia na kukaribisha sana kama utahitaji kupata taarifa hizo za vita Mashariki ya Kati, Israeli, Lebanon, Irani, lakini pia huko Urusi na Ukraine kwa njia ya WhatsApp. Sasa unaweza kukamilisha malipo hayo ili pia kupata taarifa na matukio hayo kutoka mstari wa mbele. Mamlaka huko Moscow zina habari za kuaminika ya kwamba mashirika ya ujasusi ya Magharibi, hasa British M16, yameandaa kwa utaratibu hujuma za Ukraine na vikundi vya kuchunguza ghasia ili kuandaa uchochezi katika mitambo ya nyuklia nchini Urusi, ambako miongoni mwa mipango mingine, Kiev na washirika wake wa kigeni walikuwa wakifanya kazi ya kulipua nyaya za umeme zinazounganisha mitambo ya nyuklia na gridi ya taifa ya Urusi. Mjumbe huyo amesema hivyo, na alikumbusha jinsi pia wakati wote wa mzozo wawakilishi wa nchi fulani walikuwa wameituhumu Moscow kinyume na busara kwa kudhoofisha hali ya usalama karibu na kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia, yani ZNPP, ambacho kiko chini ya udhibiti wao, yani Urusi. Kituo hicho pia kilipatikana na wanajeshi wa Urusi mwezi Machi ya mwaka 2022. Putin kama rais wa Urusi pia alionya ama alikwisha kuionya Ukraine kuhusu matumizi ya silaha za nyuklia, ambako rais huyo pia alitahadharisha Ukraine kuhusu silaha za nyuklia. Kulingana na Nebenzia, wale wanaofanya madai kama hayo hufanya kila wawezalo kupotezea ukweli dhahiri ya kwamba mashambulizi ya mara kwa mara na ya hovyo dhidi ya ZNPP ni mkakati wa makusudi wa kihalifu kutoka Ukraine. Moscow na Kiev zimetupiana mara kwa mara kwa makombora ya kulipua mitambo ya nyuklia iliyokubwa kupita yote katika Ulaya, na Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema ya kwamba majaribio kadhaa ya vitengo vya mashambulio vya Ukraine ya kulirudisha yamekataliwa, ambako shirika la kimataifa la nguvu za atomiki, yani IAEA, limethibitisha mashambulizi dhidi ya ZNPP, lakini limekataa kutaja chama kinachowajibika. Lakini matukio ya hivi karibuni yanaharibu hoja za wale wote wanaojaribu kuhifadhi vikosi vya silaha vya Ukraine. Kwa upande wa ZNPP, mjumbe huyo alisema, akirejelea kuingia kwa uvamizi wa Kiev katika mkoa wa Kursk wa Urusi ulioanza mapema Agosti ya mwaka 2024. Kuna ushahidi usioweza kukanushwa ya kwamba Kiev pia ilikuwa ikipanga njama za kushambulia kiwanda cha nyuklia huko Kursk, huku Ukraine wakipanga kukamata kituo hicho. Nebenzia amesema hivyo. Ni bahati kwamba jeshi la Urusi lilizuia vikosi vya Ukraine kufikia mtambo wa nyuklia na hivyo kupitisha janga la ukweli la kibinadamu na janga kubwa la teknolojia huko Ulaya, Nebenzia aliongeza hivyo.
Mjumbe huyo wa Urusi kwa mara nyingine alitoa wito kwa mashirika ya kimataifa yakiwemo ya Umoja wa Mataifa na IAEA kulaani vitendo vya uchochezi vinavyofanywa na Ukraine na kuzuia majaribio zaidi ya kudhoofisha usalama wa maeneo ya nyuklia huko Zaporizhzhia pamoja na mkoani Kursk nchini Urusi. Mwisho wa taarifa hii, na pia taarifa zaidi zinafuata hapo baadaye. Cha msingi hakikisha pia unatembelea na kuifuatilia kila siku JMTV, na pia unakaribishwa sana kule WhatsApp ambako pia huko taarifa zaidi na matukio ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele yanapatikana, hasa kutoka huko Mashariki ya Kati, Israeli, Lebanon, lakini pia Irani, huko pia Urusi na Ukraine. Unaweza kuyashuhudia kwa uzuri kabisa kwenye grupu la WhatsApp. Unaweza ukajiunga kwa kulipia kiasi cha shilingi 1000 kupitia nambari ya 0676161950. Basi na kukaribisha sana pia kule WhatsApp kwa habari zaidi na matukio zaidi ya kivita.